batabuuse babanja kalulu internet bagijjako nebyo ebino ebyeruweero President Kyagulanyi Luweero tetwawulwanga abaana bakabanja Luweero tebaawo. Good Friday watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni ili tuendelee na uchanganuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kujiri hapa Afrika Mashariki. Na watazamaji, kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa kule nchini Uganda baada ya fujo na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2026. Wananchi wamekuwa wakipanga kuingia kwenye maandamano ya amani wakiongozwa na kiongozi wa upinzani Bobi Wine ambaye bado yupo mafichoni mpaka sasa hivi. Hajulikani mahali ambapo alipo kwa sababu anahofia kukamatwa na kuteswa na serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Kuna vitisho ambavyo amekuwa akivipokea kutoka kwa General Muhoozi ambaye ndio kijanake Yoweri Kaguta Museveni. Lakini nao wananchi pale ground, watazamaji wangu, hapo jana tarehe 22 walikuwa wamepanga kujitosa kwenye maandamano ya amani kuendelea kupinga utawala wa Yoweri Kaguta Museveni na kupinga kabisa uchaguzi wa mwaka 2026 kwa sababu wanasema kwamba haukufanyika kwa njia ambayo ilikuwa ya haki na usawa. Lakini watazamaji wangu, mambo hayakwenda vile ambavyo walikuwa wamepanga kwa sababu hapo jana kulishuhudiwa hali ya utulivu, biashara ziliendelea kama kawaida, shughuli zikaendelea kawaida, usafiri ulikuwa kawaida. Yani hakukushuhudiwa ile vuta ni kuvute kati ya wananchi na maofisa wa polisi wakati wananchi wanajaribu kuingia kwenye maandamano ya amani. Kwa kweli watazamaji wangu, kule nchini Uganda mambo yanafanyika tofauti sana kwa sababu hata baada ya kupanga maandamano kuingia kupinga kuchaguliwa kwa Yoweri Kaguta Museveni hawakuweza kujitokeza kwa sababu hata kiongozi wao mwenyewe yupo mafichoni. Yule Bobi Wine ambaye ndio anaongoza upinzani sasa hivi pale nchini Uganda, yeye mwenyewe hakujitokeza. Kwa hivyo unaona hata wananchi wenyewe wako na uoga, wako na hofu, huenda wakauawa, wakapigwa risasi, wengine wakatekwa nyara, wakakamatwa, wakapelekwa vizuizini. Na kuna habari ambazo watazamaji wangu tunazipata kutoka kwa General Muhoozi, yule ambaye ndio mkuu wa majeshi kule nchini Uganda. Anasema ya kwamba tayari amewakamata wale ambao wanamsupport Bobi Wine, vijana 2000. We have arrested over 2000 hooligans that Kabobi thought he would use. Hao tayari wako chini ya serikali ya Uganda sasa hivi na wengine zaidi wanaendelea kukamatwa ili kuzuia maandamano yasije yakaibuka kule nchini Uganda dhidi ya serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Na watazamaji wangu, kabla sijawekea hii video, kuna habari zingine ambazo ningependa kuwafahamisha kutoka kwa Muhoozi, akisema ya kwamba amempiga marufuku huyu Robert Kyagulanyi hasije akagombania kiti chochote cha kisiasa ama cha urais kule nchini Uganda kuanzia sasa hivi mpaka mwisho wa maisha yake. Anasema ya kwamba whether Robert Kyagulanyi is in the country or not, I as CDF, in the interest of national security and for the good of the Commonwealth, ban him from any further participation in the electoral exercise of Uganda. Inamaanisha kwamba Bobi Wine hataweza kugombania kiti chochote cha urais ama kiti chochote kwenye ulingo wa kisiasa kule nchini Uganda. Huo ndio ujumbe ambao tunaupata kutoka kwa Muhoozi, akiwa amempiga marufuku asishiriki kwenye uchaguzi wowote kule nchini Uganda. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kujionea vile ambavyo wananchi wanazidi kujitokeza kuingia kwenye maandamano, kuendelea kusema Museveni must go. Wanataka serikali mpya, wanataka uongozi mpya. Wengine wanasema Uganda is bleeding. Lakini je, ni nani ambaye ako tayari kujiunga na wale wachache ambao wanataka kuongoza maandamano dhidi ya serikali ya Yoweri Kaguta Museveni? Ni maandamano ya amani, lakini wanajua kabisa wakiingia kwenye maandamano watakutana na serikali ambayo imejipanga kwa bunduki, imejipanga na tear gas, imejipanga na viboko. Kwa hivyo inakuwa ni wasiwasi ambao unaendelea kushuhudiwa kule nchini Uganda kama wataingia kwenye maandamano ama hawataingia. Kwa sababu kwa mfano hapo jana walikuwa wameamua kuingia kwenye maandamano, lakini wengi wao waliamka wakielekea makazini. Yani wao ni kama tu wamezoea hii serikali ya Yoweri Kaguta Museveni na wameshindwa kabisa vile ambavyo wataiondoa. Hebu jione vile hali ilivyo sasa hivi pale kwa ground mtazamaji wangu, lakini kwanza na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo so ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Power!
batabuse babanja kalulu internet bagijjako nebye bine byeruwero president Kyagulanyi Luwero tetwawummula akalulu kakabana bakabanja abaana babo bakabanja Luwero tebawummula akalulu kako bakabanja Luwero tebawummudde akalulu kali mu kubanjibwa Luwero ku district abaana bagala kalulu omuntu aweddeyo newalala tetumanyi biriyo internet bagijjako nkugambi bano tebasirika babayi tebazikiza balemeddeko abaana bali mukwekalakasa gwe bagambye kimala Museveni ebyo byakoze bagamba genkugambye okuva bwe twatandise abaana bagamba kiggwa bakigusa bagambye bakigusa tewali kiki bagambye bamutuukiriza okutambula tulaga obutali bumativu bwaffe naffe katukikole bakikoze obwabwe bagukoze nkugambye bo tibasirise gwe bwobanga wasirika bano bo tebasirise bavuddeyo tuliyambale ngule. Na watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kushuhudia, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule nchini Uganda, na sio Uganda peke yake watazamaji wangu, pia Waganda ambao wanaishi ugaibuni ama nje ya Uganda wamekuwa wakiandamana. Siku ya leo tumepata ripoti ya kwamba kule Japan kuna Waganda ambao wameandamana wakitaka Yoweri Kaguta Museveni aondoke mamlakani, wakiimba nyimbo wakisema ya kwamba Museveni must go. Wanataka Bobi Wine achukue ushindi ama achukue uongozi pale nchini Uganda kwa sababu yeye ndio alishinda kwa njia ambayo ni ya halali. Wengi wamekuwa wakipinga matokeo ambayo yalitolewa na tume huru ya uchaguzi kule nchini Uganda, wakisema ya kwamba yale matokeo ambayo walikuwa wanayatangaza ni tofauti na kura ambazo zilipatikana pale kwenye vituo vya kupiga kura. Ina maana ya kwamba ushindi wa Yoweri Kaguta Museveni haukuwa wa halali na ni ushindi ambao alifanya tu kuupewa ili aendelee kuongoza nchi ya Uganda. Lakini kama vile ambavyo nimekuwa nikiwaelezea watazamaji wangu, Waswahili wanasema wengi wape, na inaonekana kule Uganda wananchi wame give up kwa sababu hawana lingine la kufanya, kwa sababu hata wale ambao wanaongoza maandamano ama wanaongoza upinzani kule nchini Uganda maisha yao yamo taabani. Unaona kama Kyagulanyi sasa hivi yeye hayuko kwake, amejificha. Ukiangalia wale wengine manaibu wake wa rais pia na wao wamejificha. Yeye na familia yake wapo mafichoni. So unaona kule nchini Uganda upinzani hauna nafasi kabisa, haustahili kukosoa serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Lakini siku moja ambayo haijulikani watazamaji wangu, hata kama ni 2050, pengine nchi ya Uganda itakuja kujikomboa, ipate uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuzungumza, na ikuwe na uhuru wa kuchagua viongozi ambao wanawataka bila kuwa na ule wizi wa kura ama rigging kwenye uchaguzi. Na kwa hapo mtazamaji wangu, lakini wewe sijui uko na maoni gani kuhusiana na huu uchaguzi wa mwaka 2026 kule nchini Uganda? Je, unaona Yoweri Kaguta Museveni ndio alikuwa ameshinda kwa njia ambazo ni za halali, ama Robert Kyagulanyi ndio alikuwa ameshinda kwenye huo uchaguzi wa mwaka wa 2026 lakini ushindi ukapeanwa kwenye upande wa Yoweri Kaguta Museveni? Acha maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BMT Reportix kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.